إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ndugu zangu katika imani, yote nayusia nafsi yangu pia kadhalika tuhusia ndugu zangu katika imani juu ya lazima kumcha Allah tabaraka wa taala. Lazima akumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia Allah tabaraka wa taala kwa umma wake. Huu ni wasia ambao pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwahusia wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yule muslimi fi dunya wal akhirah tutanga umuhimu wa ukweli wa Muislamu wa kike katika maisha yake ya hapa duniani, katika maisha yake ya akhera. Ndugu zangu katika imani, رجالا ونساء الصدق بأقوالهم وأعمالهم فإن عملوا صدقوا فإن قالوا صدقوا. هكذا المؤمن ndugu zangu katika imani, الواجب على أهل الإيمان وواصف من الله سبحانه وتعالى أمنا أخوانك asili ya ukweli, kujipamba na sifa hii ya ukweli, kujipamba na ibada ya ukweli, bi aqwalihim, kwa ukweli katika yale ambayo wanayazungumza, wanayanena katika vinywa vyao, wa a'malihim, na kwa ukweli katika yale wanayofanya kwa siri na kwa dhahiri. Fa in amalu sadaqu, ikiwa wanayafanya yale wanayofanya wanakuwa ni wakweli. Wa in qalu, na ikiwa wanasema yale wanayosema sadaku, wanakuwa ni wakweli. Ndugu zangu katika imani, hakadha almu'min, hivi ndivyo ambavyo atakana muumini awe, hivi ndivyo ambavyo atakana muislamu as-salafi atakana awe, bila anapozungumza awe ni mkweli, bila anapotenda yale matendo yake ya siri au ya wazi, atakana awe ni mwenye kulazimia na ukweli. Ndugu zangu katika imani, ukweli pamoja na Allah, umchunge Allah tabaraka wa taala katika haya anayofanya usiku na mchana. Umchunge Allah subhanahu wa taala, kuwa mkweli na Allah tabaraka wa taala katika yale anayozungumza katika kinywa chako. Ndugu zangu katika imani, fa in amalu, ikiwa watayafanya matendo yoyote sadaku, wanakuwa ni wenye wakweli, wanakuwa ni wakweli katika yale matendo yao. Na ikiwa salafi, ikiwa atazungumza, ikiwa atasema mambo, basi anakuwa ni mkweli katika kuzungumza kwake. Hakadha almu'min, hivi ndivyo ambavyo ataikana kwa muumini as-salafi awe katika kauli zake na katika matendo yake ya siri na ya dhahiri, katika miamala yake ataikana awe mkweli. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala katika tukufu, ittaqullah, muogopeni Allah, mfuate maamrisho yake na muyaache makatazo yake. Wakunu ma'a sadiqin, na wale pamoja wale kusema kweli, na lazimiana nao wale ambao wanasema ukweli. Ndugu zangu katika Allah tabaraka wa taala ametuhusia sisi waumini, ametuhusia sisi waislamu katika kitabu chake ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mcheni Allah, mwogopeni au katika kauli zenu, katika vitendo vyenu, katika miamala yenu, mcheni Allah tabaraka wa taala. Wakunu na kuweni pamoja na wale wenye kusema ukweli
kusema ukweli. Ndugu zangu katika imani, as-salaf rahimahumullah, masahaba wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliona katika kulazimiana na ukweli ndiko roho na amali na matendo yao yanatengamana. Kwa hiyo kulazimiana na ukweli ni sababu ya moyo wa mtu. Kulazimiana ndio sababu ya kutekeleza kwa matendo ya mtu. Ndugu zangu katika imani, ikafikia kusema au akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akiwa anafafanua maana zake kuhusiana na ukweli, kwamba huo ukweli umezungukwa na vitu gani. Akasema ukweli umezungukwa na vitu sita. Jambo la kwanza akasema takana mtu awe mkweli katika kauli zake. Akasema ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, amini mcheni Allah, wa qulu qawlan sadida, nasemeni maneno sawa sawa, na kweli yuslih lakum a'malakum. Anasema awatengenezeni matendo yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, na atakusameheni. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا كالأرض لكن ما يقدر معك هو أول kila Muislamu ajipambe na ibada hii ya ukweli, awe na ukweli katika matendo yake, awe na ukweli katika kauli zake, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, akasema ukweli umeambatana au ukweli umezungukwa katika vitu sita. Kataja jambo la kwanza, mtatekana awe mkweli katika kauli yake. Natakana mtu awe mkweli. Jambo la pili akasema awe mkweli katika nia na mapenzi yake kwa Allah tabaraka taala. Pia akasema jambo la tatu ambayo ukweli lipo ndani yake ni kwamba mtatekana awe na ukweli katika yale ambayo anayoyaazimia. Natakana mtu awe mkweli. Na pia kadhalika akasema jambo la nne, natakana mtu awe ni mwenye kutimiza zile azima zake ambazo amejiwekea. Aliazimia jambo fulani, aliwaahidi Waislamu jambo fulani, basi itakana vile ambavyo anaahidi atakana awe mkweli. Isionekana anazungumza tu anaahidi katika kinywa chake, lakini katika moyo wake unakataa. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, na akasema ukweli umezungukwa katika kitu cha tano, ukweli katika vitu vyenu. Katika yale unakuwa ni mkweli, yale ambayo unayafanya usiku na mchana wewe ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mkweli katika haya ambayo unayafanya. Na akasema akamalizia jambo la sita, yatakana mtu katika mambo ya dini. Unaposimamia mambo ya dini, unapojipanga unaposimamia mambo ya dini, yatakana uwe mkweli, ukitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ukitafuta malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio mambo masita ambayo ameyataja Ibn al-Qayyim rahimahullah, ya kwamba ukweli umeambatana na haya mambo, umezungukwa na haya mambo. Yatakana watu wawe wakweli katika kauli zao, katika matendo yao, katika kuazimia na kufa katika yale ambayo wanayaazimia katika nafsi zao, yale wanayaazimia katika mambo yao, katika yale ambayo anayaahidi, katika yale ambayo anayasimamia katika dini. Yatakana awe mkweli yale ambayo anayaahidi kwa Waislamu, kwa wasimamizi wa msikiti, ukweli kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu inda Allah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ikhwatana al-fudala, ndugu zangu katika imani, katika hotuba ya pili tunaendelea na kuangalia kuna watu kuangalia umuhimu wa ukweli katika maisha yao ya dunia na akhera. Vipi maisha yake hapa duniani na huko akhera? Ndugu zangu katika imani, Allah Ta'ala anasema fa idha azama al-amru falau saraqu Allah lakana khayran lahum. Katika sura Muhammad aya 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa idha azama al-amru, na jambo likishaazimiwa, falau saraqu Allah lakana khayran lahum, basi wakiwa ni wakweli kwa Allah tabaraka taala, kwa kumwamini Allah tabaraka taala na kwa kumtii Allah tabaraka taala katika azimia, shaka itakuwa ni kheri kwa wao.
ndugu zangu katika imani. Allah tabaraka wa taala anasema pia kadhalika, liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim inna Allaha kana ghafuran rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim, ili Allah tabaraka wa taala awalipe wale wenye kusema ukweli, wale wenye kufanya matendo ya kiukweli, bisidqihim, kwa ule ukweli wao, ili Allah tabaraka wa taala awalipe wale wa kweli kwa ule ukweli wao, wa yu'adhib al-munafiqin, na Allah awadhibu wanafiq insha Allah, insha Allah, bini pale Allah atakapotaka, au yatuba alayhim, au awasemee, inna Allaha kana ghafuran rahim. Ndugu zangu katika imani, tunaona Allah tabaraka wa taala atawalipa wale ukweli kwa ule ukweli wao. Wote kanisa kwenye kulazimiana na ukweli na matendo yenu. Ndugu zangu katika imani, taharrahu sidqa wa in ra'aytum anna fihi al-halaka fa inna fihi an-najah. Ndugu zangu katika imani, anasema as-salaf ya kwamba taharrahu sidqa, jilazimishe kupia kunako na ukweli katika matendo, katika kauli yako. Wa in ra'aytum anna fihi, hata kama ijapokuwa utaona katika kuzungumza kwa ukweli, katika kufanya matendo yako kwa ukweli kabisa, al-halaka, maangamivu, ukaona kuzungumza kwa ukweli kutakutia wewe katika utata, kutakutia wewe katika mashaka, basi akasema hapo lazimiana hivyo hivyo na ukweli. Wa inna fihi an-najah, hakika katika kulazimiana na uko ukweli, utalazimiana kwako na uko ukweli katika matendo yako, katika kauli zako, ndani yake kuna kufaulu. Ndugu zangu katika imani, amesema Allah tabaraka wa taala pia kadhalika, hadha يوم ينفع الصادقين بصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. hii ni siku ambayo ukweli wa wakweli utawakoa. lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ya kwamba wao watakuwa na pepo ambazo chini yake zinapita mito, fiha abadan, watakaa humo katika hiyo pepo. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kulazimiana na ukweli katika matendo na katika kauli zetu, kwa sababu innal muslimina wal muslimat, Allah tabaraka wa taala amesema hakika waumini wa kiume na waumini wa kike, ikaendelea hiyo aya mpaka fasiku wasadiqina wasadiqat, hakika waumini wa kiume wa kweli na waumini wa kike wa kweli, lahum aata Allah lahum, Allah amewaandalia hao watu wenye kulazimiana na ukweli katika waumini wa kike na waumini wa kiume, lahum maghfiratan wa ajran adhima, wana wao msamaha, wana wao ujira uliokuwa mkubwa. Ndugu zangu, tujitahidi kuwa wakweli katika kusoma kwetu, tusio wajanja, tujitahidi katika kuishi na watu, tusio wajanja bila ambapo tunaongea yatakana kuna yasema kwa Allah tabaraka wa taala, tusiseme tu mdomoni kwa kuna hayabu ya hapa tunayoongea, kuna nasiana mdomoni wakati wa mkweli katika masaa ambapo tunamsifu. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja sifa za muumini, kwa muumini anaweza kazini, muumini anaweza kaiwa, kama pia ndio muumini anaweza kazini. Alipoambiwa muumini anaweza kusema kwa uongo, anaweza kusema uongo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la mu'min au mu'min, al-ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.